Kwa aya 101 Allah anasema wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun. Wanajulishwa mtume na wale masahaba wake kwenye mji wao wa Madina pale. Katika watu waliosuhubiana nanyi hapo mjini, katika watu waliojirani yenu hapo mjini Madina, vitongoji vya jirani, vijijini, ng'ambo na vijijini, na hata waliomo wengine ndani ya mji, wana tabia ya unafiki, si waislamu wazuri. Maana yake ni kwamba wa mimman hawlakum min al-a'rabi, wale waliojirani yenu waliokuzungukeni katika watu wa vijijini, munafiqun, wengi wao wana tabia ya unafiki ambao ni upungufu wa imani. Kwenye imani ya dini hawako vizuri. Wa mimman hawlakum ya ahla al-Madina, katika watu waliokuzungukeni pembezoni mwenu, enyi watu wa Madina. Wanaambiwa watu wa mjini Madina. Munafiqun min al-a'rabi, hawa ni wanafiki katika wale watu walio nje ya mji. Al-a'rabu manaziluhum qaribatun min manazilikum, hawa ni watu wa vijijini, makazi yao yapo karibu na makazi yenu. Yani ukiuacha mji nje ya mji na kuendelea huko, wanakutikana watu wa aina hiyo. Lakini wa min ahli al-Madina, hata hao watu wa mjini wenyewe, ukitoa hao wa vijijini, hata hao watu wa mjini wenyewe, yani wa min ahli al-Madinati munafiquna aidan, hata katika baadhi ya watu wa hapa mjini penye ustaarabu, panapohubiriwa dini, pia napo kuna wanafiki vile vile. Maradu ala nifaqi, wametopea kwenye unafiki, yani ni wanafiki wa nguvu. Laju fi nifaqi wastamaru alayhi, wamezama kwenye unafiki na wanadumu nao. Mawaidha pia hayawasaidii, wakasema tubadilike. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, maranu alayhi wa thabbatu minhum Ibn Salul, wameungangania ule unafiki, hawataki kubadilika na wanathibiti kwenye unafiki wao siku zote zinazoendelea wao kupewa mawaidha, hawabadiliki. Minhum Ibn Salul, miongoni mwa hao ni huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Wa Julasun, na mwenzake anaitwa Julas. Wa Abu Amir ar-Rahib, na mwingine huyu ni Abu Amir ar-Rahib. Wametajwa hawa kwa sababu wako wengi, ila hawa wanaonekana ndo vinara. Wakiitisha mkutano, jamani tukutanikeni, wanasikilizwa. Wakitoa maagizo, yanafanyiwa kazi. Wamejitengenezea makundi ndani ya jamii ya Waislamu. Kwa hiyo kuna mtume anasikilizwa na anatiiwa maagizo yake, lakini hawa wana influencing power ya kuwashawishi wale wanaowakubali hata hayo ya mtume yasisikilizwe. Ndio maana wakatajwa. Wamejitengenezea makundi ndani ya community pana ya Kiislamu. Ni tatizo, lakini kimaumbile lazima liwepo. Ndio maana kwenye miji mingi utakuta kuna majority ya Waislamu, lakini inashindikana kuwa kitu kimoja kwa sababu wana viongozi wengi.
na kila kiongozi huwa ana dira yake, ana madhumuni yake. Kwa hiyo hata ukisema ni waitishe hawa viongozi basi tujadili namna ya kuwa pamoja, inashindikana, kwa sababu watu wana misimamo yao mfukoni. Kama wote wangelikuwa wana tabia ya kwenda kwenye msimamo wa Mungu wanataka nini, mtume kasimamia vipi, wangeelewana, kwa sababu hakuna mtu anayetaka yeye ashinde awe juu. Wote wanataka kushinda kwao au kuwa juu, wapate radhi ya Allah kwa kufuata litakiwalo. Lakini inashindikana kwa sababu watu huyumbishwa na watu wenye tabia kama hizi. Wako nje ya mji na ndani ya mji watu ambao msimamo wao kwenye dini si kutaka lile la Mungu liwe juu, wana yao ndo wanataka yawe juu. La taalamuhum, mtume akaambiwa wewe huwajui hawa watu. Yule aliyetumwa na Mungu hawajui watu kama hawa. Wapo mjini na wamekiri ni Waislamu, wanakuja msikitini, lakini wanakuwa wana misimamo yao tofauti na huyu kiongozi wao. Tena hata awe mtume wa Mungu kama huyu Muhammad kapata upinzani mkubwa kwa watu kama hawa. Na mtume ndo anaambiwa la taalamuhum, wewe Muhammad huwajui hawa watu, nahnu naalamuhum, sisi ndo tunawajua. Akisema lake hilo mimi sikubali, lazima liwe hili ninalotaka mimi, basi hata la mtume akisema halikubali, nyuma yake kuna watu wanamuunga mkono, ili hatulikubali. Hapa anatuyumbisha. Yani la taalamuhum anta ya Muhammadun, wewe Muhammad huwajui hawa watu. Limaharatihim fi nifaqi, kwa sababu ya umahiri wao kwenye ile tabia ya unafiki. Maana wanafiki wanakuwa sio watu wapumbavu, wasomi, sio mchezo. Wana mbinu, weledi wa kuongea, hotuba zao zina taathira, lakini wanayoyafanya hawana haja ya kutaka radhi ya Mungu, wana haja ya kutaka kupitisha lao walilonalo liwe. Kwa hiyo hawa wewe huwezi kuwajua kwa sababu ni watu mahiri sana, wasomi sana, wana hila nyingi. Allah pia kawasifu kwenye suratul Munafiqun kwa kusema idha raaitahum tu'jibuka ajsamuhum, kwa macho ukiwaona wanapendeza, watakuvutia, wako vizuri. Wa iyaqulu, na ukisema uwape mimbari wazungumze, utapenda. Tasma liqaulihim, waongeaji wazuri utapenda tu, utasikia kauli yao, wana mvuto. Lakini tatizo ni moyo, lengo lililomo moyoni silo wanalolitaka Allah. Wao na wao huwa wana malengo yao. Sasa kama Mungu kaona hivi, sisi tunaona tofauti, tunataka hivi. Kama mtume kaelekeza huku, sisi hapa tutapingana naye, tutaelekeza huku. Sasa wao wanakuwa wanavutana. La taalamuhum anta ya Muhammadun, huwezi kuwajua watu kama hawa wewe ewe Muhammad. Limaharatihim fi nifaqi, kwa sababu ya umahiri wao kwenye unafiki. Bihaithu, kwa namna ambayo yakhfa amruhum ala kathirin, hii tabia yao haijitokezi wazi, na wao ni werevu wa kujificha. Watu wengi hawawatambui kwamba hawa watu hawana nia njema. Wanazungumza mambo vizuri tu ya akhera, peponi, adhabu za motoni na nini, ndio yale wanazungumza, lakini lengo lao ni tofauti na lile lengo la mtume la kutaka kuwatoa watu kwenye viza kuwapeleka kwenye nuru, au kutaka kuwa neno la Mungu liwe juu, maneno ya watu wasiompenda Mungu yawe chini. Litakuna kalimatullahi hiya al-ulya. Watu wa kheri wanapofanya hizi harakati za dini, lengo lao huwa wanataka lile analolitaka Mungu ndo liwe juu, hata kama lake yeye litavia, la Mungu liwe juu. Wa kalimatul ladhina kafaru sufla, na lile lililopangwa na kafiri liwe chini.
Lakini hawa wanalao, hilo lao ndo wanataka liwe juu, hata kama litalipita la Mungu, lao liwe juu. Lakini watu wengi hawawajui kwa sababu ya ule umahiri wao, ni weledi sana, wasomi. Walakin nahnu na'lamuhum, lakini sisi tunawajua. Yani Allah anamwambia mtume wake, mimi mwenyewe nawajua. Wa nukhbiruka an ahwalihim, na nitakuwa ninakupa habari kuhusu hali zao. Lolote watakalolifanya wewe hulijui, nitakujulisha. Chochote watakachopanga dhidi yako kama hujafahamu, nitakufahamisha. Sanuadhibuhum marrataini, watu kama hawa tutawaadhibu mara mbili. Yani kosa fulani alilolifanya mtu mjinga, atakapopewa adhabu yake, kosa lile lile kwa huyo atapewa adhabu mara mbili. Ndo maana yake sanuadhibuhum marrataini, tutawaadhibu mara mbili. Adhabu yao itakuwa double amount. Fi dunia, kwanza tutawaadhibu hapa hapa duniani bilqatli wal asri. Kwenye mapambano haya watakuja kuingia kwenye 18 kama mnavyosema, watauawa kwenye vita au watatekwa. Inawezekana wako kwenye jeshi la mtume, kwamba ndo wanajifanya Waislamu, wakenda wakapigana, na mara nyingi huwa wanamfanyia khiana mtume, wanamsaliti kwa kukimbia njiani. Lakini Allah anaweza akawafanyia mtego, wakakamatwa mateka, au wakaingia mahala wakauawa duniani. Atakapouawa mtu kama huyu, inaonekana kauawa shahidi, si alikuwa kwenye jeshi la Waislamu anapigana na makafiri. Lakini Allah anasema kwa huyu hapa duniani itakuwa kampa adabu, na akhera hawezi kusalimika. Wa inda almauti bil adhabi alqabri, na tutamuadhibu mara ya pili wakati wa kufa kwa kupata adhabu ya kaburini atakapozikwa. Hizo ndo mara mbili alizozungumza Sheikh yake. Thumma yuradduna ila adhabin azim, halafu akhira kwenyewe watakwenda kwenye adhabu kubwa. Duniani wanaweza wakapata adhabu kama hizo mara mbili, lakini akhira wanakwenda kwenye adhabu ya milele. Huko ndo kunako maisha haya ni ya mpito tu. Hii ni interim life, mmewekwa hapa kwa muda, kwa lengo maalum. Baadaye mkimaliza hilo lengo maalum la hapa, munakaa kizuizini, barzakhi, kaburini, mnasubiri kesi zenu. Baada ya hapo ndo kuna maisha ya milele. Sasa kwenye maisha ya milele, aliyejiandaa atakaa mahala pazuri, ambaye kaharibu atakaa mahala pabaya kwenye maisha yote ya milele yasiyokuwa na mwisho. Ndio maana kule akasema wenye kujua mafanikio huwa wanatafuta mafanikio ya huko, sio ya hapa. Hapa hata ukifanikiwa, haya si mafanikio. Huko kuna kwa maisha ambayo hayana mwisho, ndo utengeneze mazingira huko uwe umefanikiwa. Thumma yuradduna ila adhabin azimin, ay thumma fil akhirati yuradduna ila adhabin nari, kesha watu hawa huko akhira watarejeshwa kwenye adhabu ya moto. Alladhi, adhabu ambayo aaddahu Allahu lilkuffari walfujari, Allah ameiandaa kwa ajili ya makafiri na wenye kufanya makosa duniani. Kile alichokuwa kaambiwa afanye anakikataa, kwa hiyo hilo ni kosa, na kile alichokatazwa kufanya yeye ndo anakipenda na anafanya, na hilo ni kosa. Na maisha yake yote figisu tupu, hafati utaratibu. Kwa hiyo akhira atakwenda kwenye adhabu ya moto, umeandaliwa kwa watu kama hawa walioenda kinyume na mpango wa Allah. Wa akharuna atarafu bidhunubihim, kuna na watu wengine ukiacha hao wanafiki. Wa akharuna, kuna na watu wengine wa mjini na vijijini, i'tarafu bidhunubihim, huwa wanakiri makosa yao. Ufika pahala mtu akajua, ninavyofanya vibaya, kwa kweli nakosea, akakaa kitako, akaleta toba, akataka istighfari kwa Mola wake, kakiri nimekosea au nimeharibu. Ai, maana yake wa qaumun akharuna,
kuna na watu wengine ukiachilia mbali hao wanafiki, aqarru bidhunubihim, wamekiri makosa yao, walam ya'tadhiru an takhallufihim, lakini baada ya kukiri makosa yao, lam ya'tadhiru an takhallufihim, hawakuja kwako Mtume kutoa sababu za kule kutokukufuata, kubakia kwao nyuma. Wengine si tuliambiwa huko juu walitoa dharura za uongo waruhusiwe wasiende vitani? Sasa wengine hata dharura ya uongo ile kwenda kuomba, mimi hakwenda kuomba, kabakia tu mwenyewe, lakini hatimaye akajua nimekosea, nilichofanya sio sawa. Kwa hiyo wako pia watu kama hawa walibaki nyuma, hawakumtii Mtume kutoka kwenye safari kama hiyo ya kiulinzi, na wala hawakutoa dharura yoyote. Aqarru bidhunubihim, wamekiri makosa yao, walam ya'tadhiru an takhallufihim, wala hawakuleta dharura ya kule kubakia kwao, bilmaadhiri alkadhiba, hata zile dharura za uongo pia hawakutoa wao kama walivyotoa wenzao sababu za uongo. Qala Razi, wanawachuoni Fakhru Razi kasema, hum qaumun min almuslimin, hawa ni watu katika Waislamu, sio wale wanaolaumiwa kwa unafiki, ni Waislamu. Takhallafu an ghazwati Tabuk, walibakia nyuma, hawakutoka kwenda kwenye vita vya Tabuk, na walihamasishwa sana Waislamu wenye uwezo wa kushika silaha waende. Hii vita ni muhimu kwa jamii ya watu wa Madina, wanaume wao, wanawake, watoto, watoke wakalinde mji wao, wakalinde nchi yao. Kwa hiyo kuna wengine kwa woga au kujipenda sana hawakutoka, na wala hawakutoa sababu hata za uongo. La linifaqihim, si kwa sababu ya unafiki. Hawa ni Waislamu, lakini ule ni utovu wa nidhamu tu. Ukiwa chini ya kiongozi lazima uwe unasikiliza agizo la kiongozi, una lako lazima umtaarifu kiongozi, unataka ruhusa lazima umuombe kiongozi. Hasa hawa hawana mentality ya kuwa ni wanafiki, si wanafiki, ni Waislamu, lakini kwa sababu ya utovu wa nidhamu hawakuwa ni wenye kutoa ushirikiano kwa kiongozi wao, hawakumtaarifu chochote. Bal likaslihim, tatizo ni uvivu wao tu. Mesiendi safari, kajisikia asiende, basi anaamua tu siendi. Thumma nadimu ala ma faalu watabu, halafu baada ya safari kuondokwa, wao walijuta kwa kile walichokifanya na wakatubu kwa Mola wao, kwa kweli tumekosea, tulichofanya sio sawa. Hawa ndo anawazungumza Allah. Watu hawa khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a, wamechanganya katika utendaji wao amali nzuri mbaya, wanafanya tu Waislamu, lakini baya kafanya, zuri kafanya. Khalatu jihadahum, wameichanganya ile jihadi yao asabiq, waliopigana au waliopambana huko mwanzo. Maana wengine labda walishiriki vita fulani, lakini vita hivi wakawa wavivu, wakasema hivi tena basi Mungu mwenyewe anajua. Sometimes kafanya vizuri, kaenda katoa ushirikiano, kwa ushiriki wake Allah akatia taufiki, wakashinda, wakalinda mji wao. Lakini mara nyingine uvivu ukampanda, akasema mara hii sitoki, na Allah hakutoa sababu yoyote. Hawa khalatu jihadahum sabiq, walichanganya jihadi yao waliopigana nyuma, wa khurujuhum ma'a rasuli lisairi alghazawati, na kule kutoka kwao walikotoka na Mtume kwenye vita vingine vilivyotangulia.
Sasa kheri walioifanya kabla ya hapa ndo naambiwa khalatu, wameichanganya bila amali sayyi, na amali mbaya. Mara hii wameamua kufanya kosa kubwa. Kafanya vizuri mwanzo, lakini hapa wakaja wakafanya kosa kubwa. Kheri yao ya mwanzo wameichanganya na shari. Wa huwa, na shari waliokuja kuichanganya na kheri yao iliyotangulia, takhallufuhum an ghazwati Tabuk, ni kule kumkhalifu mtume, wakamtelekeza, wakamsaliti, wasishirikiane naye kwenye vita vya Tabuk. Kwa hiyo huenda ile kheri walioifanya mwanzo yote ikawa imepotea kwa sababu ya shari kubwa walioimalizia mwisho kufanya. Na ndivyo tunavyokuwa tunaharibikiwa. Utajitahidi kufanya mema, alafu mwenyewe useme nilofanya yananitosha. Una hakika yatabakia? Ukisema yananitosha, utakuja kufanya jambo baadaye liharibu hayo unosema yamekutosha, yawe hayapo kabisa, yafutwe. Kwa hiyo mwanzo wamefanya mengi mazuri, lakini hili ni baya ambalo uelekeo wake linafuta yale mazuri walioyafanya. Kwa hiyo mazuri walioyatanguliza yameharibiwa na baya walilokuja kulifanya baadaye.